Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amezungumza na waandishi wa habari Agosti 4 jijini Arusha, ambapo ameeleza kwamba ifikapo Oktoba 5 mpaka Oktoba 9 mwaka huu 2026 Tanzania itapokea ugeni wa mkutano wa 153 wa IPU kwa mara ya kwanza. Amesema kuwa madhumuni haswa ya mkutano huu ni kuimarisha utawala bora na kuiwezesha jamii kupitia ushirikishwaji, amani na fursa kwa wote, na lengo likiwa ni kila mtu ashiriki na kufaidika katika maendeleo mbalimbali ya kitaifa. Tanzania kupitia bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepata fursa muhimu adimu ya mkutano wa 153 wa IPU, Interparliamentary Union, ambao utafanyika hapa Arusha mwaka huu kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Oktoba 2026, na mkutano huu ni wa kihistoria, na hasa kwa mkutano huu mara ya kwanza kufanywa Tanzania, kupata wajumbe ambao watakuja Tanzania sio chini ya wajumbe 2000 kutoka mataifa zaidi ya 183 ambao ni wajumbe wa mabunge 183 wa dunia nzima. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa Tanzania na ni heshima kwa Tanzania na serikali yetu na kwa wananchi wa Tanzania kuchaguliwa kuja kufanya mkutano huu hapa Arusha, Geneva ya Tanzania. Mkutano huu wa kuimarisha ni madhumuni hasa, kauli mbiu ni kuimarisha utawala bora na kuwezesha jamii kupitia ushirikishwaji, imani na fursa kwa wote. Yani, enhancing good governance and empowering communities through inclusivity, trust and opportunities for all. Lengo kila mtu ashiriki na kila mtu afaidike katika maendeleo ya kitaifa na maendeleo mbalimbali ambayo mkutano huu utausimamia. Ameongeza kwamba mkutano huo unatarajiwa kufunguliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 5 mwaka huu 2026. Na mkutano huu kwa jambo jema utafunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, Interparliamentary Union ni chombo cha kimabunge wa wanachama 183 duniani na ulianzishwa mwaka 1889. Ulianzishwa Geneva, ambapo dira yake ya Kiingereza ni nanukuu, "We want a world where every voice counts, where democracy and parliaments are at the service of the people for peace and development." Na hiyo ndio lengo kuu la IPU kimataifa, na hilo ndio lengo la mabunge yote pamoja na bunge letu hapa Tanzania. Kwa bunge la Tanzania linafanya kazi kwa maslahi ya Tanzania, kwa ustawi wa Watanzania. Na kwa Kiswahili chake tunataka kuwa na dunia ambayo kila sauti ina thamani, ambayo demokrasia na mbunge yanatumika kwa watu kwa ajili ya amani na maendeleo. Ni jambo la kujivunia kuwa Mtanzania mwenzetu Daktari Tulia Ackson, mbunge, ndiye rais wa IPU kwa sasa. Hatujawahi kuwa na rais kutoka Tanzania, sasa tumepata, na atamaliza muda wake akiwa hapa Arusha. Kwa ni jambo la kujivunia kabisa kuwa na kiongozi mahiri kama huyu kuweza kuliongoza bunge la nchi 183. Hivyo kwa kuwa sisi ndio wenyeji wa mkutano huu, fursa kubwa na heshima kwa Tanzania itakwenda kwa Watanzania na itakwenda kwa dunia kujua namna gani Tanzania tunavyo coexist pamoja, tunavyoishi pamoja katika nchi yetu. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mimi ni Edgar Mbigili wa Fin Media.